Miongoni mwa ambazo tumekuandalia leo kwenye cockpit ya Evening Jet ni pamoja na sote tunakumbuka kile ambacho kimetokea Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa wanasheria wawili wa Tanzania, Tito Magoti pamoja na mwenzake Bob Wangwe, wameishtaki serikali ya Tanzania katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki EACJ, wakilalamikia ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Magoti na Wangwe wamefungua shauri hilo dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Young Pox, hebu tueleze kiundani shauri hilo lipoje? Katika shauri hilo la rejea namba 59 la mwaka 2025, mwanasheria Magoti na mwenzake Wangwe wanapinga mchakato wa matokeo ya uchaguzi huo ambao pamoja na mambo mengine wakidai haukidhi viwango vya uchaguzi wa kidemokrasia na kwamba kulikuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Lakini pia wanadai uchaguzi huo ulikuwa ni wa hadaa kwa misingi ya uvunjifu wa mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, kwa maana ya ule mkataba wa EAC, East Africa Community. Sasa kufuatia ukiukwaji huo, wanasheria hao wameiomba nini mahakama? Kufuatia ukiukwaji huo, wanasheria hao wameiomba mahakama itamke kuwa vitendo vya uzembe wa Tanzania vinavyohusiana na uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 vimekiuka mkataba wa EAC. Pia wameiomba itamke kuwa mchakato wa uchaguzi huo na matokeo yake yaliyotangazwa Novemba mosi mwaka 2025 havikutimiza viwango vya lazima vya uchaguzi wa kidemokrasia chini ya sheria na miongozo iliyokubaliwa ndani ya EAC, AU na SADC. Lakini tukiachana na habari hiyo kuhusiana na serikali ya Tanzania kushtakiwa kuhusiana na uchaguzi uliofanyika Oktoba 29, 2025, tunzetu kule Mtwara. Kwa mara ya kwanza katika historia ya bandari ya Mtwara inatarajia kuanza kupokea mitambo ya vifaa vya kisasa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi mkubwa wa uchimbaji wa gesi asilia katika eneo la Nanguruwe mkoani Mtwara. Na hatua hiyo imebainika baada ya ugeni wa wafanyabiashara na viongozi wa kampuni ya ARA Petroleum Tanzania kufanya ziara maalum katika bandari ya Mtwara kwa lengo la kujiridhisha na uwezo wa bandari hiyo kuhudumia shehena kubwa za mitambo ya mradi huo kuanzia Agosti 2026. Young Pox, hebu tuambie, meneja wa ARA Petroleum Tanzania amesema lengo kubwa la ziara hiyo ni lipi? Akizungumza mara baada ya ziara hiyo, meneja wa ARA Petroleum Tanzania ndugu Hilal Al-Hinai amesema lengo la ziara hiyo ilikuwa kutathmini miundombinu, vitendea kazi pamoja na ufanisi wa bandari katika kushughulikia mizigo mizito na mikubwa. Akizungumza kwa niaba ya meneja wa bandari ya Mtwara, mkuu wa idara ya masoko ndugu Faraji Mbulalina amewakaribisha wawekezaji na wafanyabiashara wengi zaidi kutumia bandari hiyo, akieleza kuwa ina uwezo mkubwa wa kuhudumia shehena mbalimbali kwa ufanisi. Young Pox, ni kushukuru kwa kile ambacho umetuhudhurishia leo kwenye cockpit ya Evening Jet. Asante. Mpaka wakati mwingine pale ambapo kutoka kuna chochote basi tutajaribu kuwasiliana. Karibu sana. Naam, hayo ndiyo ambayo tumekuandalia kwa uchache kupitia cockpit ya Evening Jet. Mimi naitwa Crazy Business. Kwa niaba ya timu nzima ya Evening Jet niseme asante na kukushukuru wewe kwa kutusikiliza, lakini ni kuhusihi tu endelea kutufuata kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii: Instagram, Facebook, TikTok, X, Sikiliza Online. Lakini usisahau kutufuata kupitia idhaa yetu ya YouTube Sikiliza Online. Kuna vingi vizuri vinaendelea kule. Mpaka wakati mwingine nasema asante. Evening Jet, kifadha zaidi.